letu juu ya kukata tamaa. Hebu leo twende hatua nyingine ya kuelewa. Twende hatua nyingine ya kuelewa, tuelewe kutokea upande wa Mungu mwenyewe. Hebu angalia Yeremia sura ya 14. Yeremia sura ya 14. Yeremia sura ya 14. Yeremia sura ya 14. Tunaanza na mstari wa 7. Biblia inasema, ijapokuwa maovu yetu yanatushuhudia, lakini utende wewe kwa ajili ya jina lako, Bwana. Maana kurudi nyuma kwetu ni kwingi, tumekutenda dhambi. Mstari wa 8, wewe uliye tumaini la Israeli. Ina maana Mungu ni tumaini letu. Kinachofanya mtu akate tamaa ni pale ambapo hajamfanya Mungu kuwa tumaini lake. Kinachofanya mtu akate tamaa ni pale anapokuwa hajamfanya Mungu kuwa tumaini lake. Neno linasema hapa, wewe uliye tumaini la Israeli. Wewe uliye mwokozi wake wakati wa taabu. Mungu ni tumaini letu na ni mwokozi wetu wakati wa taabu. Kwa nini wewe umekuwa kama mtu akaaye katika nchi hali ya ugeni, na kama mtu mwenye kusafiri ageukaye upande ili kukaa usiku mmoja tu? Kwa nini wewe umekuwa kama mtu aliyesituka, kama shujaa asiyeweza kuokoa? Lakini wewe Bwana u katikati yetu, nasi tunaitwa kwa jina lako, usituache. Tunapaswa kukumbuka kwamba Mungu ni tumaini letu, tena ndiye mwokozi wetu, anayetuokoa wakati wa taabu. Tunachotakiwa ni kuwa tu katika maombi ya kumwambia Mungu, mimi ninaitwa kwa jina lako, usiniache. Basi, mimi ninaitwa kwa jina lako, usiniache. Hicho ndicho tunachotakiwa kufanya. Kwa hiyo leo tunaliangalia somo letu kutoka upande wa Mungu. Elewa namba 1, Mungu ni tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ni tumaini la Israeli. Mstari wa 13 anasema, ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama manabii huwaambia, hamtauona upanga wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani iliyo thabiti mahali hapa. Unapokuwa umegeukia kwenye mafundisho ya uongo, kwenye fikra za uongo, ndipo ambapo utakuwa na matumaini feki. Lakini ukiwa kwa Mungu, unayo matumaini ya ukweli. Na ni kitu kimoja tu kwa upande wa Mungu, kuangalia mahusiano yako naye kama yako sawa. Basi, lakini yeye ahadi zake kwako ni kweli, ila usifuatishe maneno ya watu ambao hawana ushirika na Mungu, wanaitwa manabii wa uongo. Hebu njoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Zaburi ya 39. Zaburi ya 39 mstari wa 7. Zaburi ya 39 mstari wa 7.
Anasema, na sasa ninangoja nini? Bwana, matumaini yangu ni kwako. Mtunga Zaburi naye anatuambia matumaini yake yalikuwa kwa Mungu. Ukimfanya Mungu ni matumaini yako, lazima ile hali ya kukata tamaa haitakufikia. Uniokoe na maasi yangu yote, usinifanye laumu ya mpumbavu. Nimenyamaza, sitafungua kinywa changu, maana wewe ndiye uliyeyafanya. Kwa hiyo unamwekea Mungu tumaini katika hatua zote, kwa sababu yeye ana uwezo wa yote juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 71 mstari wa 5. Zaburi ya 71 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, maana ndiwe taraja langu, Bwana Mungu, tumaini langu tokea ujana wangu. Nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa, ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu, ninakusifu wewe daima. Unaona, mtunga Zaburi anaonyesha vile anavyomtegemea Mungu na anamsifu. Yeye ndiye tumaini lake na taraja na uhakika wa kesho, kwa sababu namwangalia Mungu. Leo inaweza ikawa inakatisha tamaa. Afya yangu inaweza kukatisha tamaa. Hali yangu inaweza kukatisha tamaa. Wokovu wangu naweza nikauona kama labda nimedanganyika. Lakini naporudi kuangalia Mungu yukoje na anasema nini kwa ajili yangu, ninalo hakika. Ninalo tumaini la hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ndiwe taraja langu, Bwana Mungu, tumaini langu tokea ujana wangu. Mungu ni tumaini letu. Unapaswa kumfanya Mungu kuwa tumaini lako wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukimfanya Mungu kuwa tumaini lako, kile kilichokuwa kinakuja mbele yako, unachokiogopa, unachokihofia, hakitatimia. Ndivyo maandiko yanavyosema, sawa sawa na ilivyoandikwa kwenye Yeremia 39 mstari wa 17 na wa 18. Kwa kuwa ulinifanya kuwa tumaini, basi hutaanguka kwa upanga. Nitakuokoa kwa yakini, kwa hakika. Kwa hiyo kumfanya Mungu tumaini lako ni kujiwekea uhakika wa wokovu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Angalia tena Yeremia 17 mstari wa 17. Yeremia 17 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, usiwe sababu ya hofu kuu kwangu mimi. Wewe ndiwe uliye kimbilio langu siku ya uovu. Ukitaka kukata tamaa kusikudhuru, mfanye Mungu kuwa kimbilio lako. Unapokuwa na matatizo, kwa sababu tukiwa bado duniani matatizo yatakuwepo tu. Ofisini, nyumbani kwako, hata kwenye huduma, hata kwenye kanisa unalosali, hata kuhusu watoto wako, hata kuhusu yanaweza kutokea. Ndio maana wewe ni mtu wa imani, unapaswa kusimama kwa imani. Sasa yanapotokea, una changamoto labda ya kiafya, una changamoto labda ya kifedha, una changamoto ya kimahusiano wewe na mmeo, wewe na mkeo, Mungu awe ndio kimbilio lako. Huendi kwa watu hawatakuwa msaada kwako. Unakimbilia, unamfanya Mungu kuwa kimbilio lako.
Katika mazingira hayo hutahofu, hutakuwa na shida ya kukata tamaa, kwa sababu mara nyingi huwa inatokea mambo. Ndio maana kwa mfano, baba mmoja nilikuwa namjua, alikuwa ameokoka, ni wale wa Pentekoste wa miaka ya 70. Siku alipopatwa na ugonjwa, mtumishi wa Mungu aliyekuwa anafanya watu wengine waokoke, aliyekuwa anawaombea watu wanapona, na alihusika hata kunifanya mimi niokoke. Kipindi ambacho wokovu unapigwa vita sana, alisimama. Lakini siku moja nimeenda nyumbani likizo kwenda kusalimia, nikaambiwa yule baba amefariki, lakini kafariki kwa namna ya aibu. Nikasema, aibu gani? Akamefia kwa mganga. Mtu aliyeokoka kwenda kwa mganga ni ishara ya kukata tamaa. Umfanye Mungu kimbilio wakati wa matatizo. Ngoja niwaambie jambo moja. Unajua, mara nyingi tukisimama sisi huku mbele kuwaambia mambo, huwa tunaonekana kama vile tunasema hivyo tukiwa hatujui changamoto. Changamoto zinamjia kila mtu, kila mmoja. Nataka nikuambie, kinachotufanya tujue cha kusema kwako ni kwa sababu changamoto hizo zingine tunakuwa tumezipitia. Hayawi mambo tu kwamba tumeyaona kwenye Biblia. Mungu alivyonijibu kwenye jambo hili ama lile, ndio inayonipa nguvu ya kukwambia. Kuna mahali katika maandiko inasema hivi, Mungu wa faraja anatujalia kukusaidia wewe kuwa na faraja kwa faraja aliyotufariji. Yaani, kwa sababu kuna wakati na mimi nimepata changamoto fulani, nikasimama, Mungu akanipitisha, akanipa kushinda. Sasa Mungu huyo aliyenipa faraja, aliyenipa ushindi, kwa sababu niliamini neno, Mungu yule atanisaidia kukusaidia wewe kwenye eneo hilo hilo. Ndio maana ya hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake ni hii, unapokuwa na changamoto, jifunze kumkimbilia Mungu. Sasa nilikuwa nataka kuzungumza nini? Nilikuwa nataka kusema hivi, jamani, changamoto hazitaacha kuwepo. Ukisha kuwa na changamoto, unaweza ukaja kanisani ukawekewa mkono, halafu usipate jibu la papo kwa papo. Hiyo haimaanishi Mungu amekuacha, wala haimaanishi Mungu ameliacha kanisa, ila yeye huchagua kufanya apendavyo yeye. Sasa wengine wasiomfanya Mungu kuwa kimbilio ndio wanaoanza kasheshe ya kutoka kwa mtumishi huyu mpaka mtumishi yule, nabii huyu mpaka nabii yule, mtume huyu mpaka mtume yule. Mwisho anajikuta amewamaliza wote, na kwa sababu baadhi ya manabii walioinuka sasa, tofauti yao na waganga wa kienyeji ni ndogo, anaangukia kwenye waganga, anarudi kwenye mambo ya duniani. Utapata changamoto za kifedha, utaambiwa ufanye biashara, utafanya biashara, utakuta inakushinda, lakini utaona yule anafanikiwa, utataka kumuuliza anafanikiwaje. Kumbe ana biashara za siri ambazo serikali haijaruhusu. Na kwa sababu ya imani yako, sio rahisi kukwepa wanavyokwepa wao. Unajikuta unaangukia kwenye mikono ya sheria.
mwisho wako unakuwa mbaya. Sasa unapopata changamoto, kinachotakiwa sio kukimbia kutafuta. Unamtafuta Mungu wako kwenye madhabahu ile ambayo Mungu amekuweka, kwa sababu Biblia inasema mahali ambapo yeye amelitaja jina lake, ameliweka kwamba wewe ukalitaje jina lake, hapo ndipo unapokwenda. Unamtafuta Mungu, utashangaa tu ibada inaendelea, Mungu anakuwa ameuleta ufunuo kwa ajili yako. Ina wivu, unajua ibada inaweza kaendelea, kumbe ikawa ni kwa ajili yako tu, kwa sababu ulimtafuta Mungu. Wakati mwingine Mungu hatendi kwa sababu ya watumishi, Mungu anatenda kwa sababu yako wewe ambaye umemtafuta Mungu. Mungu anampa mtumishi wa Mungu ufunuo ili uje uhusike na mahitaji yako, lakini hutapata jibu kwa kuhamanika toka kanisa moja kwenda kanisa lingine, kutoka kanisa lingine kwenda kanisa lingine. Yesu mwenyewe aliwauliza wanafunzi wake. Hebu angalia kwenye kitabu cha Yohana, kuna maneno hapa Yesu aliwauliza. Ngoja niliache hili kwa sababu halikuwa somo letu, lakini katika Yohana sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, ni mazungumzo yanahitaji muda kuyaangalia, lakini utaona mahali Yesu anawauliza unatafuta nini. Sasa kuielewa ni mpaka tungeangalia context nzima, unatafuta nini. Kwa hiyo unakuta watu wanazunguka na Mungu anaweza akawa anauliza swali lile, unatafuta nini? Kwa sababu hicho unachokitafuta kiko pale pale, kwa sababu Mungu yupo na Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yupo tena anatenda. Usiwe tu kama wale wengine, Mungu yuko hapa lakini sikujua. Kuna watu tuna shida hiyo, Mungu yupo lakini sikujua. Unakuwa na shida ya kwamba labda hayupo, lakini kumbe yupo ila hukujua. Sasa usiwe huyo asiyejua kama Mungu yupo. Usiwe kama huyo aliyesema Mungu hanioni, akaja akasema nimemwona Mungu anionaye. Mungu yupo na anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimwangalia Mungu kwa namna hiyo, mambo mengi sana utakuwa unashinda. Changamoto zikija hautazitafuta kimwili, utazitafuta kiroho. Katika Yeremia 17 mstari wa 17 Biblia inasema maneno yafuatayo. 17 mstari wa 17 anasema, usiwe sababu ya hofu kwangu mimi, wewe ndiye uliye kimbilio langu siku ya uovu. Yeremia anasema wewe Mungu ndiye kimbilio langu. Ukimfanya Mungu ni kimbilio lako, hutapata changamoto.
majibu ya changamoto yawe kwa kukimbia kimbia. Mara leo uko Mwanza, mara leo uko Dar es Salaam, mara leo uko Mbeya. Majibu ya matatizo katika maisha ya watu hayatafuti kwa namna hiyo. Umfanye Mungu kuwa kimbilio lako ni wewe mwenyewe kwenda kwenye maombi, ni wewe mwenyewe kukaa magotini mpaka Mungu aseme na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu atasema na wewe, na alafu tatizo lako litaondoka tu. Lakini ni lazima pia tujue yako mambo ambayo hayataondoka. Tusidhani kila jambo, kila ugonjwa, kila shida vitaondolewa. Kuna vingine havitaondoka. Huo ni ukweli mchungu tunaopaswa kuujua. Sio kila jambo litaondoka. Ndio maana ni vizuri kutulia tu mikononi mwa Mungu, halafu uisikie sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ilivyo. Hapo angalia Yeremia hiyo sura ya 16 mstari wa 17 tena. Tutaendelea mpaka wa 21. Anasema hivi: maana macho yangu yaziangalia njia zao zote, hawakufichwa uso wangu usiwaone, wala hawakusitirika uovu wao macho yangu yasiuone. Huyu ni Mungu anaongea. Nami kwanza nitawalipa uovu wao na dhambi zao maradufu, kwa kuwa wameitia unajisi nchi yangu kwa mizoga vitu vyao vichukizavyo, na kuujaza urithi wangu kwa machukizo yao. Bwana nguvu zangu. Unaona, tunaliangalia somo letu la ukata tamaa kwa kuangalia upande wa Mungu kwetu. Mwenzetu hapa anasema Bwana ni nguvu zake, tena ni ngome yangu na kimbilio langu siku ya taabu. Kwako wewe watakuja mataifa yote toka ncha za dunia, wakisema baba zetu hawakurithi kitu ila uongo, naam ubatili na vitu visivyofaa. Je, mwanadamu ajifanyie miungu wasio miungu? Basi tazama, nitawajulisha mara moja hii, nitawajulisha mkono wangu na nguvu zangu, nao watajua jina langu ni Yehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili andiko huwa linanitia moyo sana. Neno hili linamaanisha Mungu hujifunua kama Yehova wakati ambao umekuwa na changamoto zinazokataa kila aina ya ufahamu ulionao katika Mungu. Yeye Mungu anajijulisha kwamba anaitwa Yehova. Mahali hapo Mungu anaonekana kama ni Mungu mwenye nguvu, anayeshughulika na mambo ambayo yalikuwa kama yamefika hatua unaona yameshindikana. Mungu anatenda. Ninaitwa Yehova. Anasema, je, mwanadamu ajifanyie miungu wasio miungu? Hata tunapoamini mambo ambayo hayajasemwa na Mungu, yale tumeyafanya kuwa miungu. Hata tunapoweka matumaini kwa vitu fulani, wakati vitu hivyo havina uweza wa Mungu, tumevifanya kuwa miungu. Ukichunguza Biblia yako vizuri, kuna wakati watu walifanya fedha ni miungu. Wakati walifanya wengine dhahabu ni miungu yao. Mafanikio yao watu waliyafanya ni miungu yao. Wako watu waliofanya wafalme wao, viongozi wao ni miungu yao. Sasa hata leo kama anakuwako mtu anayeweza kukufanya umkosee Mungu, utende dhambi kwa sababu yake, pengine umemfanya kuwa Mungu wako.
maana unamwogopa kuliko unavyomwogopa Mungu. Lakini neno linasema mwanadamu katika mazingira hayo, ukitambua kwamba hospitali sio Mungu wangu, nitataka msaada wake, lakini sitaweka tumaini langu kwake. Daktari sio Mungu wangu, nataka msaada wake, lakini sitaweka tumaini langu kwake. Maana yangu ni nini? Kwamba hata daktari akisema haiwezekani, sikati tamaa kwa sababu yeye sio Mungu. Hata hospitali inapokuwa haina vifaa, tungeweza kufanya 1, 2, 3, lakini vifaa havipo, sikati tamaa kwa sababu hospitali sio Mungu wangu. Hata mme wangu au mke wangu anapofanya au anaponikataa, anaponifanyia vitu nisivyovitarajia, sivunjiki moyo kwa sababu yeye sio Mungu wangu. Anasema kama hujajifanyia mwanadamu na chochote kingine kuwa ni Mungu wako, yeye Mungu, ukamfanya ni Mungu, hata katika mazingira ya kushangaza, yeye atajijulisha mara moja. Hii lazima atajijulisha na hukujulisha mkono wake. Atauthibitisha uweza wake maishani mwako ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani kuna watu waliokuwa wamekata tamaa kama wana wa Israeli? Kwani unadhani walikuwa hawajui kuomba? Miaka yote 400 mambo yanatokea, mambo ni magumu. Wako waliokuwa wanakumbuka kuomba, wako waliokuwa wanakumbuka ahadi za Mungu, lakini kwa sababu ya kutokuelewa vizuri zaidi mapenzi ya Mungu, wako waliokuwa hawaelewi kwamba wao kukaa Misri ni miaka 400 ni neno la Mungu kwa baba yao Ibrahimu. Lakini kafika hatua akakata tamaa, hata hawakuomba tena. Ndio maana wakachelewa miaka 30 mingine, ambayo walipokumbuka kuanza kuomba, Musa akainuliwa kwa ajili yao. Wamekata tamaa, wanaamini labda Farao hawezekani, huwezi kumshinda Farao, basi tukae tu, labda ndio hatima yetu. Lakini Mungu akajijulisha yeye ni nani. Mungu akauonyesha mkono wake ya kwamba yeye ni Yehova, akawaokoa. Angalia Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Biblia inasema katika sura ya 4, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4, Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema maneno yafuatayo. Tutaanzia mstari wa 37. Sura ya 4 mstari wa 37. Na kwa sababu aliwapenda baba zenu, kwa sababu hiyo aliwachagua wazao wao baada yao, akakutoa katika Misri kwa kuwako kwake kuwako pamoja nawe, kwa uweza wake mwingi, ili kufukuza mbele yako mataifa walio wakubwa wenye nguvu kupita wewe, ili kukuingiza na kukupa nchi yao iwe urithi kama ilivyo leo. Kwa hivyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako milele.
Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwatoa wazao wake Ibrahimu kwa uweza wake mwingi. Kwa hiyo wakati watu wamekata tamaa, wanatakiwa tu kukumbuka, hawakupaswa kukata tamaa, wamrudie Mungu wao, wamfanye kwa kimbilio lao. Hata wakati mwingine wa Midiani walivyokuwa wanawasumbua, walipomlilia akawasikia. Kwenye sura hiyo hiyo mstari wa 29 anasemaje? Lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Wewe mtafute tu Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanya namna hiyo, yeye ataonekana. Atafanya kama alivyofanya wakati wa Israeli. Atakutokezea kwa mkono ulionyoshwa, mkono ulio hodari kukutoa katika kile ambacho adui alikikusudia kinyume cha maisha yako. Hebu sema amen. Kwa hiyo wakati mwingine tunavunjika moyo, tunakufa moyo, tunakufa roho, tunakata tamaa kwa sababu tunajiangalia sisi na kuiangalia mambo upande wetu sisi wa kibinadamu. Lakini tungeangalia mambo kutokea upande wa Mungu, tukamfanya Mungu ndiye kimbilio letu, tukamweka Mungu kuwa ni tumaini letu. Hayo tunayoyadhani ni magumu, sio magumu mbele zake. Yeye ana uweza usio na mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Farao aliyekuwa anawatisha, Mungu aliweza kumnyang'anya hawa Waisraeli wakatoka mikononi mwake. Na kwa sababu walikuwa bado wanamuogopa, wasingeweza kumwabudu vizuri, Mungu akatengeneza namna ili Farao apotee kabisa duniani, wajue hayuko tena Farao. Ndio kile kisa cha bahari ya Shamu. Mungu alikipanga kile. Na unavyoona kwenye yale maigizo ya 10 Commandments, Musa sijui nini, baadaye anaonekana Farao anarudi nyumbani kwao. Farao hakurudi nyumbani. Alikuwa mmoja wa wale waliokuwa wanakwenda kuwarudisha wana wa Israeli. Bahari ilivyogawanyika, alikuwa mmoja wa watu walioingia baharini. Mioyo yao imekufa kama ganzi. Kwanza hawashangai kwa nini bahari inagawanyika, jambo ambalo halijawahi kutokea. Wao wanadhani kwa kuwa wana wa Israeli wanapita na sisi tutapita, halafu tutawakamata, tutawarudisha kwetu. Kumbe ilikuwa ni syndicate. Mungu akawakukutia huko, Waisraeli wakawaona kuwa wamekufa. Mioyo yao ikaona Farao na watu wake wamekufa. Tuliokuwa tunawaogopa wamekufa, na silaha zao na farasi wao, silaha zimezama baharini na farasi zimezama baharini na wapanda farasi wamezama baharini. Wakaona kwa macho yao. Neno la Mungu linasema walivyoona hivyo, wakamwamini Mungu, wakamwamini na Musa, wakamcha Bwana. Kama wangeendelea kujua Farao yuko hai, kumcha kwao Mungu kusingelikuwepo. Ni kama watu wengine wameokoka, wapo kanisani, wanamtumikia Mungu, wana imani katika Mungu, lakini ni ya kisehemu. Bado fikra yao kwa shetani ni kubwa. Hofu yao kwa shetani ni kubwa kuliko hofu kwa Mungu. Wanazungumza kuhusu shetani zaidi kuliko wanavyozungumza kuhusu Mungu. Sikiliza maombi yao. Muda mwingi, kama na siku 7 za maombi, siku 5 zote ni kushughulika na shetani. Kama na saa 1 ya maombi, basi dakika 40 ni kushughulika na shetani.
Hivi ni nini huwa kinakufanya utumie muda mwingi kumpinga shetani, kupinga, kukemea, kufukuza, kufanyaje shetani, wakati kuna sehemu kubwa ya maombi unaotakiwa kufanya kwa Mungu? Kwa mfano, ungeangalia ile sala ya Bwana, sehemu inayomtaja shetani ni moja kati ya zile sehemu 7 za ile sala ya Bwana. Ile sala ya Bwana ni ramani ya namna ya kuomba, ina mambo 7. Lakini kwa nini? Huyu amenielewa vizuri jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani na wengine wangenielewa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona? Wewe umeambiwa uwe na sehemu kubwa ya kumwabudu Mungu, uwe na sehemu kubwa ya kukiri jina lake, na mengine, sehemu ya kumwambia utuokoe na yule mwovu. Tena unamwambia Mungu, wala sio yeye shetani. Ina maana una minimize. Kama ingelikuwa ni kompyuta, una minimize habari za shetani, ila una maximize habari za ufalme wa Mungu na Mungu mwenyewe maishani mwako. Ni kama unaona kama hayupo. Na shetani usipo mind, anakuacha. Anajua unajua, anajua humwogopi, hakusogelei. Lakini ukiwa kila saa shetani, agent, sijui nini. Nilikuwa na vijana wangu hapa, mama mmoja alikuja hapa kanisani, sijui wao waliwaza nini, kwa sababu tu eti ana maziwa makubwa ni agent. Anakuwaje agent kwa sababu tu yakuwa na maziwa makubwa? Mmeona kweli kwamba huyu ni agent? Mmeona katika roho? Wapi na wapi? Ni mawazo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukipenda hivyo, kila siku utakuta kanisani pepo hilo. Na wadada, ndio Mungu atusaidie sana, Mungu awatie nguvu mabinti zangu. Ukivalia tu vizuri, ukaweka sketi yako safi, ukao umeweka nywele zako vizuri, alafu sasa bahati mbaya umechelewa ibada kidogo, ukapita na kiatu chako kirefu, basi wengine ambao ni holier than thou, wanaojiona watakatifu kuliko Roho Mtakatifu mwenyewe, wanasema huyo ndio agent mwenyewe. Hata walikuwa mhubiri labda anataka kufanya kitu, hawamsikilizi tena, wanakuangalia wewe tu. Na ndio watakao sema wewe ni agent, kwa sababu tu ya kuja kanisani. Watu wamekuwa na fikra za kumwaza shetani zaidi kuliko kumwaza Mungu. Umewahi kuona mtu amesikiliza mafundisho, ameyaamini, amefanya vyote alivyoambiwa kufanya, amemtafuta Mungu, Mungu amemwinua. Unaweza ukakuta kanisani humo wanasema yeye ni Freemason. Kanisani humo. Tena wengine uliomba nao. Unaposema Freemason, maana yake anayemwezesha ni shetani. Lakini kwa nini iwe kila anayeinuka tuwaze habari za shetani? Ina maana Mungu hawezi. Ina maana Mungu uweza wake una mipaka. Tunapaswa kurudi kuelewa. Na kwa upande wa pesa, nishawahi kukuambia, ukiwa kila anayefanikiwa unaona kwanza labda ni mwizi, kama ni mwanamke labda amedanga ndio maana amefanikiwa, kama ni mwanaume labda amekula rushwa, au labda ameenda kwa waganga, pesa haitakaa ije kwenye maisha yako, kwa sababu wewe ni mtakatifu. Na wewe fikra yako inasema kila anayepata pesa lazima ni mwizi, kila anayepata pesa lazima ni mtenda dhambi, kila anayepata pesa lazima ni mchawi. Wewe sio mchawi,
wewe umeokoka. Sasa pesa itakuja kwako kwa ajili gani? Sijui hiyo hoja yangu huwa mnaielewa nikisema. Jamani, kama unaelewa hapo punga mkono wako. Huwa mnaielewa hiyo hoja nikiisema? Usipende sana ku ascribe kila mafanikio ya mtu na uchawi na shetani. Hapana, ina maana wewe humwamini Mungu anaweza kuinua watu. Nikisema hivi simaanishi kila waliofanikiwa wamefanikishwa na Mungu. Sijui unaelewa? Nikisema hivi sisemi kila waliofanikiwa wamefanikishwa na Mungu. Lakini na wewe ukiwa ni mtu unayefikiri kila anayeinuka ameinuka kwa sababu ya shetani, hutainuka. Mungu atakuinuaje wakati wewe unaamini wanaoinuka ni kwa nguvu za giza na wewe unategemea nguvu za Mungu? Anza kubadili fikra yako. Ni sawasawa na tulikuwa SUA tunasoma. Mwenzetu mmoja alivyoenda kijijini anasema, jamani, nimeshangaa jambo moja nilivyoenda kijijini alilofanya mchungaji wetu wa kijijini. Tukawa curious kusikia. Yaani bwana, kuna jamaa mmoja akaja kanisani ana BMW. Nyakati hizo zilikuwa chache. Kaja nayo kanisani. Bado kipindi kile Tanzania inawaza vibaya juu ya watu wanaofanya biashara wakafanikiwa, wanaofanya mambo fulani fulani wakawa na pesa, sio tu watu wa kanisani, yani nchi nzima, kwa sababu ya ile siasa ya ujamaa. Sasa mchungaji akasema waziwazi kwenye mahubiri, yani dunia ya sasa hivi utapataje Benzi, utapataje BMW kama sio mwizi? Na unasema hivyo huko ukiwa unajua kwamba kuna gari imepakiwa kule nje. Ndio hiyo unaoisema. Watu tunapaswa kubadilika fikra. Ndio maana dada mmoja hapa kanisani alikuja, tulikuwa bado tunasalia kule, alikuwa anasoma UDOM, akashuhudia kwamba Mungu amempa gari, na lile gari lilikuwa amelipaki kule nje. Akataka baada ya ibada niende nikalibariki. Akawa anasema, jamani, najua hapa wengine wanasema kwa sababu mimi ni mdada nimepewa na mwanaume. Jamani, sijapewa na mwanaume, mimi nimetafuta pesa zangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupewa na mwanaume sio dhambi kama ni mume wako. Lakini kama ni kwa mambo ya uzinzi, sio mambo ya heshima. Lakini utakuta kanisani binti amejitahidi kwa hekima na neema ambayo Mungu amempa, akafanikiwa. Watu watasema atakuwa amedanga. Sasa wale wote wenye fikra za hivyo huwa hawawezi kufanikiwa. Kwa sababu ukidhani anayefanikiwa lazima amefanya dhambi, wewe utapataje mafanikio kwa sababu ufanyi dhambi? Usihusianisha mafanikio na uovu, mafanikio na shetani, mafanikio na nguvu za giza. Ukifanya hivyo manake wewe hutafanikiwa kwa sababu wewe uko upande wa nuru. Anza kuwa na fikra kujua Mungu naye muamini ni Mungu anaweza kunifanikisha. Ni Mungu anaweza kunipa mema. Ni Mungu anaweza kunipa nyumba nzuri. Naweza nikapata gorofa, naweza nikapata magari rukuki, naweza nikawa na biashara ya kufanikiwa, naweza nikawa na watoto wakafanikiwa. Unawaza hivyo. Ukimwona mtu ameinuliwa kama yuko nyumbani mwa Mungu, kwani wewe unayajua mengine anayofanya usiku? Wewe huyajui. Wewe mshukuru Mungu, ni juu yake na Mungu wake. Lakini naonyesha kwamba Mungu anafanya. Kwa kushukuru na kufurahia mafanikio ya wengine, unaweka mazingira ya Mungu kutenda upande wako.
kwa sababu umeweka kwamba unaamini Mungu atafanya upande wako. Hebu sema amen. Unaamini Mungu anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama atasimama kijana hapa na kusema Mungu amenisaidia, nimefanya mtihani nimepata A zote, halafu wewe ukaanza kusema aliibia tu, atakuwa aliiba mtihani, wewe akili yako itakuwa haiko vizuri. Ina maana hawezi akawa mwaminifu kwa Mungu na akapata A. Hawezi akawa mwaminifu kwa Mungu akafanikishwa kifedha. Hawezi akawa mwaminifu kwa Mungu, Mungu akamuinua. Kwa hiyo hayo ndio ambayo nilikuwa nayazungumza, lakini Mungu alitenda. Amesema mkimtafuta Bwana Mungu wenu mtampata. Ukinitafuta kwa moyo wako wote, kimtafuta atapatikana, na kwa uweza wake mkuu atakutoa katika kila ambacho kinaonekana kuwa ni kibaya na kigumu maishani mwako. Hebu tuangalie na Zaburi ya 31. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tunaelewana. Karibu nitaweka koma kwenye somo langu hili, lakini nikaona kwamba ni vizuri tuangalie baadhi ya vitu muhimu vitakavyotusaidia. Zaburi ya 31 mstari wa 34 wa 24 anasema hivi: iweni hodari, mpige moyo konde, ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Lazima uwe hodari na upige moyo konde, yani ukatae kuvunjika moyo kwa sababu unamngoja Bwana. Kwa nini? Kwa sababu unajua Mungu ni mwaminifu. Mimi Ibrahimu nimeahidiwa kuwa baba wa mataifa mengi. Sasa ninazeeka, mke wangu amesema hivi na hivi, nikapata mtoto kwa mwanamke mwingine. Mungu anaendelea kuniambia hapana. Hiyo ni dalili ya kwamba umekata tamaa. Nimesema utakuwa baba wa mataifa mengi kupitia tumbo la mke wako Sara, sio mwanamke mwingine. Ibrahimu, mbona unakuwa mgumu kuelewa? Nimesema ni kupitia mke wako Sara. Hata kama ndiye yeye aliyekushawishi kwenda kwa Hajiri, huyo hapana, hata kuwa ndiye sababu ya kile nilichokuwa nimesema utakuwa baba wa mataifa mengi. Ni kupitia mkeo Sara. Kwa hiyo unapaswa upige moyo wako konde kwa sababu unamngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumngoja Bwana ni kufanyaje? Ni kuwa na matumaini atatenda tu. Kwa hiyo unakuwa katika hali ya nini? Hali ya maombi. Unakuwa katika hali ya nini? Hali ya shukurani. Unakuwa katika hali ya nini? Hali ya sifa. Huruhusu kuvunjika moyo, ambako ndiko huleta malalamiko, ambako ndiko huleta manunguniko. Wewe unaupiga moyo wako konde. Nimeolewa lakini nachelewa kupata mtoto. Unaupiga moyo wako konde. Unaendelea kumwangalia Mungu. Husemi ngoja niende hapa, ngoja niende na pale, ngoja niende na pale. Mwisho utakutana na watumishi ambao wanasema sababu ya wewe kutokuzaa mtoto ni kwa sababu ya mume wako. Ngoja nikupe mimi mtoto. Mimi wanapenda kuzungumza waziwazi ili muelewe, kwa sababu ninyi wengine mnapoambiwa sijua gumu kwa nini kuelewa. Kuna wenzenu wanaambiwa acha nikuwekee mimi mwenyewe mtoto, kwa sababu ninaona katika roho. Oh, haleluya. Anayesababisha usizae ni mmeo. Sasa aibu inarudi kwako. Leo nikuwekee mtoto. Sasa hata ikitokea umepata mtoto ni kwa dhambi.
Huwezi kumpa Mungu utukufu ukisema Bwana ametenda. Lakini imetokea hivyo kwa nini? Kwa sababu unahamanika. Unadhani muujiza upo kwa fulani. Haupo huko, upo kwa Mungu. Na hapa unapomwabudu Mungu, Mungu si yupo. Unapokuwa hujapata jibu leo, sio kwa sababu Mungu hayupo, sio kwa sababu Mungu amekuacha, sio kwa sababu Mungu hajasikia. Endelea kungoja. Ndio maana ya kumngoja Bwana. Wanaomwamini Mungu wana uwezo wa kumngoja. Wasioweza kumngoja ndio wanaochakachua njia za Bwana, kama Sara alivyochakachua. Mpaka leo Israeli wana mateso kwa sababu alichakachua. Tunapaswa kumngoja Bwana. Hebu angalia Isaya inavyosema. Sura ya 25. Isaya sura ya 25. Sura ya 25 kitabu cha Isaya, anasema mstari wa 9. Katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wetu. Ni nani? Mstari wa 8. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Naam, maana Bwana amenena hayo. Huyo Mungu atakuja tu akiwa na kazi ya kufuta machozi, akiwa na kazi ya kuondoa na kuimeza aibu. Atatokea tu, ila uendelee kumngoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kumngoja. Unamngoja namna gani? Kwa kuamini alichoahidi. Unamngoja namna gani? Kwa kuwa unaomba. Unamngoja namna gani? Kwa kuwa na taraja. Unamngoja namna gani? Kwa kumshukuru hata bado hujaona. Unamngoja namna gani? Kwa kumsifu hata kabla hujamwona. Ile sifa tuliyokuwa tunafanya Jumapili jioni, nilikuwa nimeipa jina la kumsifu Mungu kwa yale unayoamini yametendeka kabla hujayaona. Kuamini uhuru wako ambao unaona haupo, lakini unaamini upo kwa sababu ya kila alichokufanyia Mungu. Kimetajwa kwenye maandiko ila hakijatimia kwenye maisha yako. Sasa uko wakati wenzako wanamshukuru Mungu wamepata mtoto, wewe unamshukuru Mungu kwamba yeye ni mwaminifu. Huu ni mwaka wangu wa 10 kwenye ndoa, lakini sina mtoto. Unamshukuru Mungu. Hulalamiki, hujakata tamaa, unaendelea kumwamini Mungu. Hujiangalii hivi, huu mwaka wangu wa 30 sina mume, mwaka wangu wa 35 sina mume. Hauvunjiki moyo, unamngoja Bwana. Hauamui kuchakachua utengeneze Ishmaeli, kwa sababu unamwamini Mungu. Wale wanaomngoja Bwana ni watu wa namna hiyo. Kwanza, wanaomngoja Bwana hawatazimia. Watapaa juu kama vile kwa mbawa za tai, kwa sababu wanamngoja Bwana. Tena Mungu huifanya jana yao igeuzwe iwe ushuhuda. Bwana ni mwema, hata acha kufanya alichokiahidi kwa wanaomwamini. Hebu sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Wema wake ni mkuu sana. Kwa hiyo tumeliangalia somo letu kwa kumwangalia Mungu alivyo. Ukimfanya ni tumaini, ukimfanya ni kimbilio, ukimfanya ni tegemeo, hakuna namna hata acha kuonekana. Endelea kumngoja, atatenda tu. Endelea kumwamini, atatenda tu. Mstari wa 18 kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 18 anasema, tazama
jicho la Bwana likwao wamchao, wazingojeao fadhili zake. Naona jicho la Bwana liko kwa hao wanaozingojea fadhili zake. Hawajakata tamaa wakaanza kutafuta msaada wa kiganga, maana uko hata makanisani msaada wa kiganga. Lakini wanaomngojea Bwana, wanaozingoja fadhili zake, jicho lake liko kwao. Jicho la Bwana liko kwao. Yeye huwaponya nafsi zao na mauti, na kuwahuisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu, maana mioyo yetu itamfurahia. Usimfurahie tu wakati ametenda, mfurahie hata kabla. Hapo ndipo ile sumu ya kuvunjika moyo inakosa nguvu. Hivyo unajua shetani yupo kazini. Ndiye anayefanya tatizo dogo unaliona kubwa. Unapewa miwani ina magnify tatizo, halafu inafanya Mungu aonekane mkono wake ni mdogo. Unaliona tatizo ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Shetani ndiye anayefanya lile neno alisema mume wako ulione ni baya kupitiliza. Lile jambo amefanya mke wako ulione ni jambo baya kupitiliza, wakati ni jambo la kawaida tu. Lakini kama unamngoja Bwana na unamfurahia Mungu, hautaruhusu vitu vya namna hiyo, kwa sababu unamwangalia Mungu. Fadhili zake zikae nasi kama vile tulivyokungoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja niwaambie, hata ukipata nafasi ya kumuona mtu yeyote aliye na changamoto unayoijua, kwa mfano watoto au afya au changamoto nyingine yoyote, ngoja nikwambie, kinachochelewesha muujiza, unajua, ni ile hali ya kuhamanika, ile hali ya wasiwasi. Huu mwezi tena, niko kwenye hedhi tena, huu mwezi tena, yani tena nimepima bado na shida ile tena, yani bado. Hiyo ndio inayofanya tatizo. Lakini wale wanaomngoja Bwana, maana yako wamefika hatua mambo yao wamepumzisha kwa kumkabidhi Mungu. Hivi kama saa hii ingekuwa na shida, nimeipeleka kwa fundi, atakuwa anaitengeneza huku nimeivaa. Hebu niangalie saa, si umesema ni mbovu, iache mikononi mwangu mimi fundi, niendelee kufungua, nirekebishe hiki, nirekebishe hiki. Zile simu ambazo sio electronic, simu hizi ambazo zilikuwa hizi saa zilikuwa zinategemea zinaitwa mechanical manual, zile zinazozunguka zinafanya ta ta ta, sio kwa nguvu ya betri, huwa zinaharibika, zinatengenezwa na fundi. Sasa imekuwa na shida, unampa fundi aishughulikie, na wewe una mambo yako umempa Mungu ayashughulikie. Unapaswa kuamini. Mtwisheni yeye fadhaa zenu zote. Unapaswa kuamini, halafu nangoja matokeo. Sasa shetani anapokuletea mambo, unapaswa kumjibu na mngoja Bwana. Umechelewa hiki na hiki, wewe unajua ratiba ya maisha yangu iko mikononi mwa Mungu. Yeye anajua. Sasa utakapokuwa huhamaniki, unamwamini Mungu, ndipo utakaposhangaa. Kwa sababu hata watu wa sayansi, madaktari watatuthibitishia. Kwa mfano, nirudi tu kwenye swala la uzazi, ile hali ya wasiwasi inaharibu balance ya hormones. Kwa utashangaa tu, lakini siku utakapojisahau, utashangaa hata utajua mimba iliingia lini.
Wewe jisahaulishe, kwa sababu najua mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mahitaji mengine yote jisahaulishe kwa kujua Mungu nimeshamwambia atatenda. Sasa upande wa Mungu wewe uwe na shukurani, upande wa Mungu wewe uwe na taraja, ila upande wa hofu, wasiwasi, ujisahaulishe. Ujue Mungu yupo, anatenda. Utashangaa jambo litatendeka. Sasa hali hiyo niliyosema husababisha uwe na kitu kinachoitwa tumaini la rohoni. Tumaini la rohoni ambalo tunajifunza liliwasaidia watu wengi. Ibrahim aliweza kupata mtoto kwa sababu alikuwa na hilo tumaini. Tumeambiwa pia linatuletea wokovu kwa mujibu wa Warumi sura ya 8 mstari wa 24. Lakini tumaini hilo chanzo chake ni neno la Mungu na linadumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muangalie Mungu. Acha kuangalia mazingira na hali. Acha kuangalia watu wanasema nini. Wewe muangalie Mungu. Naomba tusimame. Na kama nilivyosema Jumanne, kwa mujibu wa Ibrania 6 mstari wa 18 na 19, hilo tumaini ukiwa nalo linakuwa nanga ya rohoni. Itakulinda na mambo mbalimbali yanayokuja yakiwa na malengo ya kukutoa kwenye imani katika Mungu. Kukutoa hata imani kwa mumeo, imani kwa mkeo, imani kwa mtumishi ambayo Mungu amekupa. Hiyo nayo inaweza ikaondoka kukata tamaa. Lakini ukimwangalia Mungu, Mungu atakutetea, atakushindia, atakufanikisha. Hebu tumshukuru Mungu.